Nawasalimu tena. Hamjambo. Furaha mnayo. Basi tumekuja hapa kama mahujaji. Pilgrims, CMA pilgrims to our national shrine in Subukia. Tumekuja kutoka sehemu mbalimbali zetu. Wacha tuanze sasa na hii metropolitan yetu ya Nairobi. Timu yote kutoka Nairobi metropolitan mpo? Humu simame tuwaone wale wa Nairobi tukiwa kama tumekuja. Pande zote Nairobi metropolitan. Haya, makofi kwao. Asanteni mketi. Mkubwa sana. Twende Kisumu, Kisumu mko hapa. Yasaibel, Saichetel, asanteni. Pwani, Mombasa metropolitan, niliona wachache sana, ya kumbe ni wengi. Makofi na shangwe kwa Mombasa. Asanteni sana. Na mwaka huu animation ya prayer days ndio ile ya national prayer day itakuwa ni ugeni ya metropolitan. Mmefika mambo. Simu simame tuone Nyeri metropolitan. Nyeri. Asante. Keti najua kusema metropolitan tuseme ni jimbo lako. Inamaanisha Nyeri, Mara, Murang'a, Meru, Marsabit, Isiolo au wote. Kusema Nairobi ni kutoka Kitutu mpaka Kericho. Hizo timu zote. Kisumu metropolitan unaanza kule Homa Bay unaenda kuishia kule Lodwar. Na tukiwa na hiyo furaha tumekuja pamoja siku ya leo kwa ni mwaka wa kujaribu kwenda kuishi. Tukiwa na matumaini. Kwenye ule mlango pale tulifungua mwezi wa pili tukiwa kabisa na sida mlango wa matumaini. Jubilee dogo. Kwa hivyo ni vizuri kupitia hapo tunazidi kuomba na watu wakifanya maungamo kule nje tunaingia hapa na tunaomba kwa jina la Mwenyezi Mungu na kutoa yale mambo tunataka kuendeleza sisi kama wanaume ndio familia iweze kwenda mbele, kanisa iweze kusimama, nchi yetu iweze kusonga mbele kwa sababu sisi ni wanaume. Na ile somo la Injili umesikiliza vizuri. Yesu anaitwa mwana wa seremala. Alizaliwa katika familia ya Yosefu na Maria. Amejifundisha mengi kutoka kwa Yosefu. Hakuwa akiongea mengi Yosefu, yake ni kutenda. Akamuonyesha mwana mambo ya kufanya. Alikuwa amejua tangu mwanzo, ameambiwa na Mungu, usikatae bibi yako kwa sababu ya mimba. Hii mimba ni ya Roho Mtakatifu. Na huyo mwana atakuwa ndiye mwokozi wa ulimwengu. Jina ya Yosefu linajulikana siku hizi kwa sababu ya kusikiliza na kusimama na yale ameambiwa na malaika wa Bwana ili afanye. Na leo nataka wewe ujisikie kama Yosefu kwa njia moja au nyingine. Isiwe tu Yosefu kuvaa tai na blue suit na kuja tu hapa ujiangalie kindani, useme mimi vile nimeitwa, na mimi ni mwanaume, nitaleta mabadiliko gani kwa kusikiliza sauti ya Mungu na kuyatenda mapenzi yake kwa yale mambo ya kawaida, Tukiangaliana hapa sisi wenyewe ni wale watu tu wa kawaida. Hakuna wale watu wakuja wapewe viti ya mbele sababu yamekuwa hivi, yamekuwa vile. Sisi wote ni watu wa kawaida, tunachukulia kama watu wa kawaida. Lakini pia tukumbuka kama tuliangalia mazishi ya Baba Mtakatifu. Sio kama mlifuatilia. Kama uliangalia viongozi wote waliokuwa wamekuja waliketi kwa viti ya kawaida. Na meza ilianza kwanza mwisho mpaka mwisho, na hakuna maana ya kusema ati huyu ndiye rais wa Marekani,
huyo ndiye rais wa Kenya, huyo ndiye wa wapi, akuja asalimia wananchi. Walikuwa wameenda kama wananchi na wakatoka kama wananchi. Kwa hivyo hii kujinyenyekeza mbele ya wengine na kusema nimeenda kama ni kwa matanga, ni kwenda kumzidi ametuacha, sio kwenda kupiga kelele, sio kwenda kuhutubia watu. Ukipewa na kukosa nafasi unaanza kulia, na ukipewa nafasi ya kuliwaza watu na kuongelesha vizuri ndio uweze kusonga mbele. Kenya inataka wanaume ambao wanafuata mfano wa Mtakatifu Yosefu. Hapa familia wanajulikana, tunajua wapo, lakini wanatenda mengi kwa kuonyesha mfano. Ndio apprenticeship ndio jamii kubwa ya kusoma. Unakaa na mtu anajua hii kazi, anakufundisha mpaka unajua. Unajua tu kusikiliza na kuangalia. Chukua nyundo wekelea pale. Leta mbao kupasua na mlai. Pigilia msumari namna hii. Fanya namna hii, rekebisha, mambo yanatoka mzuri. Lazima tubadilishe hata jinsi ya kusimamia katika familia. Na kama uko mwanaume hapa anamezoea tu kila wakati kutumia mabafu, wewe. Wengine nazidi kuzeeka. Utafika mahali hapo hizo tu hiyo pesa. Hebu mnisalimie kwa soprano. Lote. Yes. Sasa hii pesa itaisha siku moja. Na tunataka ikiisha wewe usiishi. Nataka uheshimiwe zaidi wakati una nguvu. Kwa sababu wakati ulipokuwa na nguvu ulikuwa na heshima na kusaidia wanyonge. Na wanaangalia na kuzungumza msingize huyu. Na kama ni wanarika wa jenzizi, wanasema ukishika huyu naanguka na wewe. Kwa sababu anakuheshimu, sio kukudharau. Kwa sababu ulitumia nguvu yako kuwatumikia na kulinda nchi ndio tuweze kusonga mbele na familia. Yosefu iliwapatia mtendo wakati mwingine, uniambie jambo alisema mahali. Jambo alisema kupatia dao. Natafuta kwa Biblia, alikuwa kwa ndoto, anasikiliza, lakini akiamka anatenda vile ameambiwa. Hello. Utawapatia tu sisi chache. Hebu uliza mwenzako, tunakuuliza usikilize. Muulize ni wapi ama Yusufu anaambiwa mara ngapi na malaika na anaambiwa nini? Twende kazi. Bila ameambiwa pole usipige kelele. Bila aliambiwa na bila alitenda. Nianza kutoka kwa banabiga kucheza. Hiyo ni mtihani rahisi. Sio kweli? Umepata? Nani ameuliza swali? Nani amejibu? Yule amejibu, wewe ndio umejibu. Njoo hapa basi. Huyu mzee amejibu. Nani mwingine amejibu? Njoo huko niliko na njoo ndio utaonekana vizuri. Jamaa wametoka wote. Haya, mbali. Nao watu wote ni wako. Haya, sasa unaitwa? Naitwa Mutinda. Bernard Mutinda. Yosefu aliulizwa nini na malaika? Aliambiwa simwache Maria. Aliambiwa simwache Maria. Kwa nini alikuwa aliambiwa simwache? Kwa sababu alikuwa anachukua mimba na alikuwa anafikiria kumwacha, lakini ilikuwa na malaika akamwambia simwache. Ni amani ya Mungu mwenyewe. Sasa wewe kabla sijakwambia ndio uketi. Sunga na bibi na watoto. Na ungeambiwa na mmoja hapa bibi yako ana mimba lakini ya malaika. Sasa Utaamini. Juna kuna imani. Saa zingine mwanadamu ni mwanadamu. Kwani Yosefu si mwanadamu? Lakini alikuwa na roho ya Mungu, alikuwa anampatia kwa wengine. Alikuwa na roho ya Mungu anapatia kwa wengine.
Na wewe una roho ya Mungu. Haya, yeye anasema yeye ana roho ya Mungu lakini hapa haoni kama ataamini. Haya makofi kwa